Miaka inasonga mbele, historia inazidi kuandikwa. Kusogea kwa miaka ni ishara tosha ya kusogeza umri mbele. Tumezoea wazee kutegemea vijana, lakini utofauti leo hii ni mkubwa sana. Wazee wameamua kujitutumua kwa hali na mali, ghani za kutosha, kuonyesha kwa nasi tunaweza. Kila jema hutendwa kwa nyakati tofauti, ikiwa lengo kuu ni kutegemea malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa unapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja huzingatia faradhi, sunna, ili tu thawabu na fadhila nyingi zigeuke upande wake. Wengine hufuturisha, wengine hutoa sadaka, na wengine huandaa mashindano ya Qur'ani. Thumma al-jahima sallu wallahu alimun bidhati as-sudur. Kutokana na malengo mbalimbali. Kutokana na hayo, leo tarehe 8 Machi, muamko wa watu ulikuwa ni mkubwa, ila hali ya kwamba kujua idadi ya wangapi waliohudhuria, uwepo madaftari makubwa na makarani kujua idadi yao ungehitajika. Kwa mara ya tatu, jumuiya ya maimamu kanda ya Mtoni wilaya ya Magharibi imeandaa mashindano ya Qur'ani kwa watu wazima. Mashindano hayo yaliyofanyika katika chuo cha utalii Maruhubi, mkoa wa Mjini Magharibi, yakiwa na lengo la kuhamasisha vijana kupenda Qur'ani, kuhifadhi na kuendeleza usomwaji wa Qur'ani tukufu. Risala zilisomwa. Mashindano haya wilaya ya Magharibi yanasimamiwa na jumuiya ya maimamu kanda ya Mtoni Zanzibar wilaya ya Magharibi Mheshimiwa mgeni rasmi, jumuiya hii kwa kihistoria ina mwaka wa 3 wa mashindano na inatokana na jumuiya ya maimamu ikiwa na lengo kuu kuwahamasisha vijana kuipenda, kuihifadhi na kuiendeleza Qur'ani tukufu. Moja ya malengo hayo ni kuishajihisha vijana kuisoma Qur'ani tukufu, kuifanyia kazi Qur'an, kuwaendeleza Waislamu katika fani hii ya usomaji wa Qur'ani hifdhi na tashjii hapa Zanzibar, kukuza vipaji vya fani ya usomaji wa Qur'ani tajwid kwa vijana wa wilaya ya Magharibi kutoa washiriki wa mashindano ya kitaifa na kimataifa yatakayofanyika Zanzibar na nje ya Zanzibar, kusimamia maadili na nidhamu za usomaji watu wa Qur'ani tajwid humu wilayani, kujenga chuo cha tahfidhi Qur'an, kujenga boarding ya kuhifadhi Qur'an, kujenga chuo cha kina mama cha kuhifadhi Qur'an, kuanzisha stadi za maisha kwa walimu na vijana wanaosimamia harakati za dini hapa Zanzibar. Nasaha kutoka kwa mgeni rasmi Bi Shuwaina Muhammad Nasor, ambaye ni mlezi wa Madrasa Rahmatullah. Nimesikia hii risala. Alhamdulillah, nimesikia risala. Alhamdulillah, mipango mingi iliyopangwa katika risala, na kuna lazima penye shughuli ya kama kuanzisha kitu chochote ambacho ni mwanzo, ukianzisha lazima kitakuwa kina changamoto. Alhamdulillah, zipo nyingi. Mungu atatusaidia, hawa watatusaidia, watapatikana inshallah, wenye kuhusika wataziondosha hizi changamoto kwa uwezo wa Allah, kwa idhini yake. Tuko katika mwezi huu mtukufu na tutaingia 10 la mwisho karibuni, nafikiri leo 18. Baada ya siku 2 tutaingia katika 10 la mwisho. Tunajua kama 10 la mwisho la Ramadhani tuna usiku ulio na cheo. Usiku huu ulio na cheo ni usiku unaotaka matayarisho. Tunatakiwa tujitayarishe toka siku tulioanza Ramadhani kufunga. Tumekwenda 10 la kwanza, tumekuja 10 la pili, bado alhamdulillah na sisi tuna roho zetu. Kwa hiyo tunatakiwa hili 10 la mwisho tulifanyie kazi sana. Na baada ya yote kukamilika, mazungumzo baina ya wanajumuiya na washiriki walizungumza na ASAM Online TV. Tulianza na watu kidogo, tukenda tukawa tunawapa mawaidha wenzetu, jamani tuhifadhini, kwa sababu utakachokiacha katika kurasa si chako, ila utakachoondoka nacho hapo ukenda nacho kwa Allah ndicho chako. Hakuna hodari, hakuna fundi, isipokuwa ni taufiki ya Allah tu. Tuendeni inshallah, Allah atatuwezesha. Kwa hivyo wamehamasika na mwaka hadi mwaka watu wanaongezeka. Kwa hii jumaza ni mara ya 2, lakini tuna markazi ya kina mama ambayo inatokana na hapa Rahmatullahi, imeanza toka 2002, ambayo hii ni madrasa mama na pia ni markazi
ya wanawake wote, kila anajisikia kutaka kujiunga basi wanakuja kujiunga, tunahifadhi. Kuna ambao wengine tumeshakamilisha juzuu 30, wengine wana 20, wengine wana 25, wengine 15, viwango mbalimbali. Wapo mpaka wenye miaka 60, wenye miaka 50, 55, 40, wapo rika mbalimbali. Wito wangu kwa wazazi ni kuwashajihisha watoto wao wahifadhi kitabu cha Qur'an, kwa sababu elimu ya utotoni ni kama jiwe ambalo litakalotoa nakshi, halitofutika. Lakini pia na wale watu wazima wanaojiona mimi nishakuwa mtu mzima siwezi tena, basi wasiwe hivyo, wajue hakuna kisichowezekana. Kwa idhini ya Allah lolote linawezekana, na wataweza, na watu nawakaribisha waje wajiunge na madrasa inshallah, wapate kuhifadhi kitabu chetu kitukufu cha Qur'an. Tumehamasisha zamani kipindi kidogo kuhusu mambo ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunaomba kina mama wote wajishirikishe katika mambo ya kusoma Qur'ani, sio kukaa nyumbani tu, sio kukaa kitako tu vibarazani. Tujishahihishe sisi na watoto wetu na vizazi vyetu, tuingie katika madrasa tusome Qur'ani, tuwe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Imeandaliwa na kusomwa nami Ali Haji Abdallah kutoka ASAM Online TV.